kinatokea duniani au nchini, tunakuwa wa kwanza kuhisi au kuona, alafu tuweze kuwaombea watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndo tabia ya kanisa. Kama kanisa likuwahi kuwa hivyo, basi kuna uvivu litokea au uzembe mahali. Lakini kanisa tunatakiwa tuone kwanza ili tuweze kuhakikisha usalama. Kwa dakika 5 tu, nenda kaombe kuhusiana na taifa la Tanzania. Taifa la Tanzania. Kama kuna watu wanauliza vitu huko, unatakiwa unakuwa na majibu ya kuwajibu. Kama ABL ukisema mimi sijui, unakuwa ni mtu wa ajabu. Unatakiwa mtu akuuliza hivi mambo yakoje, wewe unakuwa wa kwanza kusema ukiwa kifua mbele, kwa maana ni mtoto wa Mungu na unapata maziwa yasiyogushiwa. Mwaka 2027 utakuwa mwaka mzuri sana. 2020 utakuwa mwaka mzuri sana. Kwa hiyo nenda kaombe ambayo atakuwa anaendelea 2026 yasiweze kumzuru mtu yoyote. Yani wewe kama kuna watu unawapenda wasipatwe na kibaya chochote. Kwa maana mwaka 2026 una namna yake tu, ambao ukifika mwisho wa mwaka huu nitazungumza utakavyokuwa mwaka 2026. Lakini notification iliyopo ni kwamba omba kuhusu taifa la Tanzania kwenye hizo dakika 5. Tamka tu baraka kwa kinywa chako. Tamka maneno ya ushindi kwa kinywa chako, kuwe na amani, alafu kuwe na maumivu yasiwe mengi basi kwa tunaowapenda. Tamka hivyo vitu. Alafu na pia ujitamkie wewe 2027 uwepo. Uwepo ili hicho ambacho umekuwa unakiombea 2025 utakifaidi sana 2027. 2026 nitaizungumzia mwisho wa mwaka, lakini 2027 ni mwaka mzuri sana. Kwa hiyo omba juu ya taifa la Tanzania. Kama una maneno yako mengine yote ya kusema, amna Torati, omba kwa dakika 5 tu, ukiwa unamaanisha, fumba macho uombe taifa la Tanzania. Wanasema kukiwa kuna vita haulimi. Sio kama kuna vita, lakini kukiwa kuna vita haulimi. Kama shambani na kuna vita, unakuwa unarukaruka hivi. Kwa ombea taifa la Tanzania. Lakini kwenye kuomba kwako, ombea kitu kinaitwa mfumo. Ombea tu mfumo, system, alafu tamka maneno mazuri juu ya taifa la Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Haya, kwa dakika 5. Ukiwa na maanisha, usimwangalie jirani yako. Dakika 5 tu tunazo, alafu tukajifunze. Ataya amane saskanta badiama, jedusi amanta badiama. Kwa maneno yako, saje kukuongoza. Una Roho Mtakatifu na akili timamu. Tamka maneno mazuri juu ya Tanzania. Jaanti yabaya sakanta badiama. Tanzania. Jakanta badia amanta badiama. Tanzania. Jakonta baanta badiaba. Tanzania. Jakonta baanta badiaba. Jepra baanta bakenta badiabaya. Japra kasonta badia. Repanta basieta bayamante. Jakrozi yamanta badiaba. Rekosi yamanda asanti ya bayana. Jepra nasodi yamanta badiama. Ile kauli ya kuwa ni kisiwa cha amani haitobadilika. Jakanta badia amande saskanta basiaba. Japana sodi yementa. Rekodi ya manta basiaba. Katika jina la Yesu Kristo. Jeinta badia maanta. Rakada maanta badia. Jekanta badia amanta. Rekanasade amanta badia ma. Usalama. Jekonta badia maanta. Rakanta badia maanta. Jekoda amanta badia. Rekonda maanta badia. Rekoda maanta badia. Usalama. Jekama sedi ya mayanta. Jekama sadi ya mayanta, je kama sadi ya mayanta, rekodi ya manda basivada, je konosodi ya manta badivada. Rapanas kanta badia maya, rekosi ya manda basevra, jakanta badia maanta, rekosi ya manda asodi ya manta, rekonosodi ya manda, jakanti ya baya amanda. Kila hila za adui tunazizuia katika jina la Yesu Kristo. Jakanta badia maya, rakanasteba anosia, repenesodi ya nosia, repenesodi ya nosia, repenesodi ya nosia, katika jina la Yesu Kristo. Kila mpango wa kuzimu juu ya
ya taifa la Tanzania hakuna utakaofanikiwa. Rakadi ya manda aprokosida maanta rekosi ya manda basiva na anta, kila mpango kutoka maeneo ya magharibi rakonosodi ya manta, rakonosodi ya manta, rakonosodi ya manta, rakonosodi ya manta, jeprakasadi ya manda basiva na rekosi ya manda, nafifisha kila uweza, nafifisha kila roho kwa ajili ya uharibifu. Rakanta basiama rekosi ya manda japana asodi ya manta, kila harufu ya sekeseke, kila harufu rakosi ya manda asiama ya kuondoa ushwari, repanasadi ya maya, repanasadi ya maya, repanasadi ya maya, jakama sande bediama radosi ya manda baskonta badia rekada asosi ya maya, repanaskanta badia maya, resozi ya manta, kila wasimamizi katika anga ya rohoni wanaosimamia kuhakikisha sekeseke rakonosodiama, rakonosodiama, rekanasadi mayanta, rekonosodi mayanta, rekonosodi mayanta, janase prekodiama, janasa prekodiama, rekanasadi manda baskonta badia rakada soziama, rakada soziama, jatosi amanda rakodi manta, resoze ebreonia makante rezia, rasodi manta badiama, rasodi manta badiama, utulivu, amani na shwari, rakosi amanda, rakosi amanda, rakosi amanda, rakosi amanda, lile jina la taifa letu sawasawa na jina lako, kwamba kimbilio rasolosiama, rasolosiama, repenosodia manta bakiama, rasodia manta basodia, na kila maandishi katika ulimwengu wa roho ambayo yameandikwa kinyume na mapenzi ya Mungu juu ya taifa la Tanzania tunayafuta kwa damu ya Yesu. Rasodia manda basivana jepana vade osidama rakana stanta badiabaya jatosi amanda badiamaya rasode meskanta badiabayanta jepra bazel rakosi amanda bataya rasosi amanda bataya rekosi amankra bazivaya jeprebedil rasonti yamayana shakadazia amante sobreka nasiyama jakanasia amande basiyama osiamanta vadiama. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu, Mungu uonaye, Mungu uonaye, Mungu usikiaye maombi, Mungu usikiaye maombi, Mungu uliye hai, Mungu uliye hai, ikajulikane ya kwamba uko hai, ya kwamba uko hai, mataifa wakajue, mataifa wakajue ya kwamba uko hai, ya kwamba uko hai, na uko hai milele, na uko hai milele. Bwana Yesu, Bwana Yesu, ukajioneshe, ukajioneshe ya kwamba upo, ya kwamba upo, na sisi ni watoto wako, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Amen. Mshangilie Yesu. Makofi mengi kwa Yesu. Tashiama. Chukua kiti chako cha muujiza tu tukasome. Chukua kiti chako cha muujiza hapo. Msalimie jirani yako kwanza kwa dakika moja, muulize ameshindaje. Ongea naye tu, salimie rafiki yako, pige stori mbili, ila msipige umbea. Uko manjani kwa kitu umekiona huko cha ajabu, umbea turuhusu. Hiyo tu stori unamwambia, kama mwambia umependeza na ndio vitu ambavyo hivyo kwa dakika chache kabisa. Ongea naye tu kabisa, kawaida tu jamani. Sio tukana nafikiri Rahma. Bwana asifiwe. Wewe ndo unanitesa mimi moyo wangu. Ulikuwa nchi gani? Kama hapo unapotea, unataka niteseke. Maisha unatakuwa unakaza, usipokaza ni mbaya. Yaani usipokaza tu maisha ni mabaya sana. Shangazi, Bwana asifiwe bana. Shikamoni. Karibuni sana bana. Bana, huyu binti yangu huyu ni jina nimelisahau kwa nini? Kumbushe jina wangu silisahau mpaka nikumbushe jina. Mariam, mama yake Yesu, ndio? Sisahau ngodo. Karibu sana. Bwana asifiwe Jackie. Wewe ndo
ndo wanakuita jina lingine nani? AKA unayo nani? AKA yako nani wanasema? Hauna AKA? Hauna AKA? Kojak AKA mtumishi wa Bwana. Sawa. Watu walikuwa wana AKA. Huyu wanamwita Mrs. nani huyu? Nakusahau, kanikumbusha jina hilo. Nikumbushe basi. Mrs. Chibu. Mrs. Chibu ndo hivyo, mbona nichanganya? Mrs. Chibu. Hatari sana. Sawa. Karibuni sana. Sasa nijisie kwa wapi? Sasa mambo yako kwa Mtesa. Niweke wapi ndo rahisi? Nikianza kufanya hivi mikono TikTok, ukiona kuna mtu mmoja amecomment anasema mtumishi hiyo mikono mikono nachanua sana. Tanzania tuna watu waovyo sana. Ya Mungu atusaidie. Yaani tuendelee kunanelia kufuatilia ile mitandao ya kijamii, lakini sana sana huwa unaangalia ile ya YouTube. TikTok kuna namna tunavyokata, kuna kitu tunakitengeneza. Huyu hapa huyu. Ndio anasema tukate hivi tuweke hivi. Ili nini? Ili ndo ziende viral. Ila ukiwa umekosa kipindi ukiangalia YouTube unapata ujumbe wote. Hey. Sawa. Ngoja basi niombe alafu tukasome neno la Mungu. Asante mfalme wa amani kwa wema wako. Asante kwa fadhili zako. Tumekusanyika tena mbele zako tukitaka kusikia kutoka kwako, kwa maana wewe ndo kimbilio letu, ndo msaada wetu. Hatuna pengine pa kwenda ila kwako. Hivyo sema na mioyo yetu, ukatufundishe, ukatuoneshe sura yako nyingine ambayo hatuifahamu, ili tuweze kukujua zaidi, kwa maana maneno yako linasema tukikujua tutakuwa na amani, alafu mema yatatujilia. Neema yako ifundishayo ikahusike zaidi juu ya watoto hawa walio watoto wako kabisa, ikahusike pia juu yangu, na ukaniwezeshe nikaseme yaliyo yako. Nanyenyekea tena chini ya mbawa zako, chini ya mkono wako ulio hodari. Asante Roho wa neema, asante Roho wa nguvu, asante Roho wa vipawa, asante Roho wa mafunuo, asante Roho wa mafundisho, katika jina la Yesu Kristo, amen. Sasa pale nikupa diary binti yangu, diary ndo nimesahau, na diary zangu ziko pale. Jumapili nitakuja nazo. Jamani, karibuni sana. Karibu sana Faza. Karibu sana. Nimefurahi kukuona sana. Wengine nishawahi kuwaona wote hao, wewe nilikuwa sijawahi kuona, ndo nakuona leo. Nimewahi kuona watu kwenye video yangu nyumbani pale. Na video yangu moja ya kiroho ndo niliwahi kuona pale. Ya live nilikuwa sijawahi kuona. Kwa hiyo bila nafurahi kukuona live Faza. Karibu tu, uwe tu comfortable, ingawa wako vijana hawa. Wewe tu karibu sana. Maadamu kuna shangazi pale na shangazi hapa, at least unakuwa ni mawakilisha watu wazima sasa. Sawa. Jamani, kwa majina mimi naitwa mtumishi wa Mungu Major Disciple. Nimeokoka, nampenda Yesu, na kihuduma karibu sana public, karibu sana mama. Karibu, jisikie huko nyumbani tu. Mbona mna ambaye anakaa na Rahma ama anakaa mwenyewe?
kitu cha wazee wa kanisa. Mzee wa kanisa ana miaka 23. Mambo na dunia na mambo sana. So kwa majina naitwa Major Disciple, nimeokoka, nampenda Yesu. Kihuduma nikisema ni mwinjilisti nitakuwa muongo, nikisema mchungaji nitakuwa muongo, nikisema ni nabii nitakuwa muongo, na nikisema mwalimu nitakuwa muongo. Kihuduma Bwana ameniita kuwa mtume. Kwa hiyo kitu ambacho utakuwa unakitegemea sana ni thawabu za kitume. Na tunaheshimu kila huduma. Kila huduma tunaheshimu. Bwana ameniita hivyo. Kwa miaka mingi nimekuwa nilikuja kupata uhakika 2020 hapo, 21 hapo, kwenye hapo. Alafu na moja kwa moja kabisa kati ndo naambiwa sasa nenda kazini, muda wako umeisha, nenda kazini. Ilikuwa ni 2022 pale mwishoni. 2022 pale mwishoni. Kaambiwa nenda. Sasa naendaje? Naenda kufundisha kitu gani? Nikapewa maelekezo ambayo utakuwa mara nyingi unasikia na yasema na mistari ambayo nimepewa. Niliokoka kanisa la Tanzania Assemblies of God Bible College pale Dodoma Miuji. Ni miaka kadhaa, sio mingi sana hivyo, lakini ni miaka 10 na haifiki hata 20. Nikaokoka, nikasali kanisa la TAG kwa miaka kama 2 hivi. Alafu ikatokea nikapata neema ya kuingia kwenye kanisa la Calvary Assemblies of God. Nikawa niko huko mpaka leo, na nimelelewa na mchungaji wa TAG alikuwa anaitwa Vangasti, yuko pale Riadi Dodoma. Alinilea kwa hiyo miaka ambayo nilikuwepo pale. Ingawa nilikuwa ni mtoro sana kwa sababu nilikuwa nimeokoka ndio, lakini bado ni msumbufu. Kwa hiyo ananifahamu, lakini sasa nilikuwa ni msumbufu, mtoro sana bado ibadani. Na jaji nilikuwa tunaambiwa nyosha mikono hivi. Sasa nasema kwa nini nyosha mikono hivi? Nikaenda na kofia, nikaingia nayo kanisani, nikawa na goma naonyesha tu andiko ambalo inasema kanisani usivae kofia. Bana toa hiyo kofia. Nilikuwa naenda naunganisha vidaladala. Mpaka Bailodi. Kutoka Bailodi pale natembea mpaka Eliadi. Alafu sasa siku moja nikawa nimeenda, nilikuwa na 5,000 tu. Nakupa historia ndogo tu. Sasa nimefika, sijaomba chenchi. Ibada imeshaanza, ninatakiwa utoe matoleo. Na ni mwiko kuwa unatembea hauna ulinzi mfukoni, kwamba hata ukanyaga nyanya za watu utafanyaje sasa. Na muda wa sadaka umefika. Nikatoka maduka pale nje, kukawa hawana chenchi. Basi nikatoa sadaka kwenye kikapu, afu nikachukua chenchi. Wakataka wanipige picha wale watu. Wakasema huyu jamaa ametoka wapi? Pale Riadi. Lakini baada ya hapo kawa nalelewa na mchungaji mmoja mzuri, nampenda na kumheshimu, ni bishop wa kanda ya kati pale Dodoma, anaitwa Bishop Dr. Emmanuel Manuele. Akanilea miaka yote ambayo nilikuwa niko nasoma, nafanya kazi, amekuwa akinilea na nilikuwa na submit kwa miaka yote ambayo nilikuwa nikimtumikia Mungu. Lakini kuna wakati mwingi nikawa nimekaa Arusha, nikawa nalelewa na mwanamke mmoja, nampenda na kumheshimu. Mama huyo anaitwa Jennifer Comac. Yuko pale Sombetini, kuna kanisa letu Calvary Assemblies of God inaitwa Jesus Power. Kanilea pale, nikawa napata malezi ya kichungaji pale. Baada ya hapo wito ulipo chachamaa, nikaambiwa kizazi jeuri kinahitaji nabii jeuri. Nikasema ndo nini hiki? Mungu akaniambia toka hapa Arusha, nenda sehemu fulani. Nikaja Dar es Salaam. Nilipofika nilikuwa nataka nianze kufanya huduma, nikaambiwa bado kuna vitu fulani unatakiwa wewe. Nikamwambia nataka niende Zenji. Nikaambiwa tulia hapa da. Kuna nini da? Nikakaa pia miguuni mwa mama yangu mmoja ambaye nampenda na kumheshimu, anaitwa Mama Imelda Maboya. Ni mchungaji, ni mwalimu ambaye huwa anatembea katika dimension ya kinabii akiwa anafundisha. Lakini pale kanisani pia nikawa niko chini ya rafiki yangu na mchungaji wangu, my mentor, anaitwa Delfinus Rwegasira. Ni mchungaji mmoja na upendo sana. Ukishindwa kukaa naye yule uende mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kakaa pale, kawa nipo pale nalelewa, lakini pia na mchungaji mwingine anaitwa Juliana Jeremiah. Nikawa niko pale chini ya wachungaji sasa 3. Lakini katika miaka yote hiyo, mtu ambaye alikuwa ni mentor
wa karibu ni askofu mkuu wa kanisa la Calvary Assemblies of God, akawa ni ananilea katika namna ya maelekezo mengi, anaitwa Dr. Bishop Dastan Ole Maboya. Kwa huku kote natembea na wachungaji ambao ni watoto wake, lakini yeye akawa sasa sikawaje, sio akawa watu wananilea, nikawa nimepata access ya kuwa nakutana naye kuanzia nikiwa bado niko chuo. Hello. Hai, kaenda basi, wakati ndo nimefika Dar es Salaam, nikaona si vyema nibaki na vyeti vya online, nikasoma chuo kimoja cha Biblia, nikachukua degree pale ya theology. Ninapokuwa naongea hata Musa akaingia, sijui akaingia wapi, Yesu akaingia Kapernaum, niwe pia katika shule kidogo nimefahamu, hata kama Roho Mungu anatufundisha, lakini pia na elimu ni nzuri. Si ndio binti yangu? Na kitabu cha Mhubiri kinasema hakuna mwisho wa kutunga vitabu vingi na kusoma kuuchosha mwili. Kwa nikapata ile degree pia ya theology. Kwa ndipo namtumikia Mungu mpaka sasa hivi, na hicho ambacho nakiona kinaendelea hapa ni kanisa kabisa. Ila kwa sababu ya mji wetu town hapa, ukisema unataka eneo kwa haraka haraka, unatakiwa labda uende huko pembeni ya jamii huko. Hapa kati pia Mungu kuna watu wanawataka. Maeneo yapo huko, unaenda bana Vikindu, Mto wa Ndege sio ni mbali huko. Sasa hapa kati pia tunatakiwa tuwe tuna nini? Tunafanya ibada. Lakini hii huduma yetu imekaa katika mfumo wa kama ministry, ila tuko chini ya Calvary Assemblies of God kwa sababu ya speed ambayo nataka kwenda nayo. Kwa hiyo tupo chini ya Calvary, lakini tutakuwa tuna haya matawi mengi ambayo yatakuwa ni Abundantly Life International. Kwa Kiswahili ni kama uzima tele au maisha mengi. Kwa kifupi ni ABL. Kwa nini international? Tutatembea dunia nzima, mtaona. Tumeanza kutuma watoto kadhaa, wanakujaga, wanachukua upako, wanatoka. Kwa baada ya miaka 3, 4, 5 mtaanza kuona matawi yanakuwa yanatembea, lakini tupo chini ya Calvary Assemblies of God. Sasa mpaka hapo sinaweza kama nimejitambulisha vizuri. So, kwa nini hivi kuna huku kuna ministry na kuna speed, na ukisikia huko mtu kukuta anajiita mtume, Mungu anasema nami nikawajaribu wao wanajiita mitume kumbe sio. Kwa hivyo anajiita mtume. Wengi wanajiita kwa sababu ya brandi ili waweze kukusanya sadaka nyingi, kwa sababu mitume huwa wana sifa ya kuwa na mikarama. Hata wale mitume wa zamani ambao wazungumzwa wakina Petro wale tu walikuwa au manabii wana makarama. Lakini sasa wengine yamewakuta matatizo. Unaenda Sumbawanga, unajitambulisha wewe ni mtume, umevaa koti kubwa, basi yatakuja mapepo ambayo yana challenge mitume. Bwana Yesu asifiwe sana. Nabii mmoja mzee nampenda na kumheshimu, anaitwa John Skenga, alienda kufanya mkutano Sumbawanga na rafiki zake kadhaa wa Kenya. Baada ya siku kadhaa akaona kaamka wenzake hawapo. Wamerudishwa nini? Wamerudishwa Kenya na mabegi yao. Sasa wamerudiji na wakati tumelala wote hapa. Walikuwa wanaenda tu kwa sifa kwamba injili, tunaomba injili, wanahubiri amina bwana, kumbe hawana uzito. Wakarudishwa wapi? Kenya. Ila ukiwahoji wanasema alikuja kama fisi hivyo kapakiwa. Sasa unajua fisi kapitaje mpaka Kenya? Lakini nikuhakikishie tu uko mahali salama. Na nikiwa nafundisha huwa nakuwa nimeshajionya. Nikimfundisha binti yangu hapa maneno ya uongo, kabla ya yeye kupelekwa kuchomwa au kufanya chochote, mimi kwanza nadaiwa na ulipata nafasi ya kuongea na wale watu, ukawaambia nini vile, unaambiwa urudie hapo, kuna malaika ameshika paru hivi acheki. Kwa hiyo ukiongea upuuzi tu au ukaongea vitu ambavyo havijathabiti, kuna kuhukumiwa. Na maandiko yanasema tutatoa hesabu ya kila neno. Kwa maneno yote ambayo tunaongea huwa tutaenda kutoa hesabu. Ndio maana sio vizuri tu waambea tuongee mambo ya maana, kwa sababu unaweza kutoa hesabu ya maneno ya umbea, huwezi jua ni shilingi ngapi huko. Tuongee vitu vya maana tu. Hadithi za kizee na maneno yasiyo na dini, yasiyo ya dini tusibezi sana huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Sawa, sasa tunataka tukasome. Ila leo tena kaa kitaalamu. Tunaongea tu hivi sasa. Si ndio hapo binti? Si ndio shangazi?
Faza, tuko live. So hii somo la leo tunaangalia inaitwa sheria katika roho au law in spirit. Sheria katika roho, sheria katika roho, au law in spirit. Kwa wanaambia kwa Kiswahili aandike sheria katika roho. Ile roho ambayo utakuwa umeiandika, weka roho ya herufi kubwa kabisa, kwa maana ni sheria ndani ya Roho Mtakatifu. Ila kwa Kiingereza sasa ni law in spirit, ambayo law sasa inakuwa ina elo ya sasa hivi, law in spirit, kwamba katika ndani ya Roho Mtakatifu public kuna sheria nyingi sana utazikuta humo, alafu nyingi hazijaandikwa. Kwa wale ambao walihudhuria ambao tulikuwa tunafanyia ibada ya AFCON, tumewahi kusoma kitu kinaitwa, somo inaitwa add flavor without breaking the laws, kitu kama hicho, yani ongeza ladha bila kuvunja sheria. Sasa leo tutaweza kuangalia hicho kitu, lakini ikumbukwe huu ni muendelezo wa somo tunasoma Jumapili ile ambayo ilikuwa inaitwa in spirit, yani ndani ya roho au katika. Kabaridi kama kanazidi, unasema tu tunapunguza, sisi ndo tunapa own hapa. Tunapunguza pale ndi baridi ikizidi. Sawa jamani? Sasa hili somo ni kitu ambacho lazima ujue. Sio masomo yale tu ni lazima hili somo ulijue vizuri. Ndio maana linakuwa refu na lina muendelezo. Na wakati tumeanza day 1 tuliangalia maana ya roho ni nini. Tukapitia maandiko Yohana sura ya 15, tukaanzia pale kwa habari ya mzabibu. Yesu anajitambulisha kama mzabibu, anasema na Baba yangu ni mkulima. Anaongea sasa, mtu asipokaa ndani yangu. Tukapita kote kama waliokuwepo. Hapa napita kwa haraka kama dakika 3 tutafuta tutaingia kwenye somo la leo. Tukaanza kujiuliza, huyu Yesu ni nani? Huyu mzabibu ni nani? Okay, huyu roho ni nani? Tukaona maandiko ya wazi, waliokuwepo watakuhadisia. Maandiko yanasema kumbe basi Bwana ndiye na palipo na roho wa Bwana hapo ndipo penye uhuru. Alafu tukaenda kwenye tabia ya Yesu kujiita mti na maeneo ambako mti umeonekana. Tukaona kitabu cha Mithali, wanasema kuna wingi wa siku. Tukaona kitabu cha Ufunuo, ule mti wa uzima unavyotambulika, kitabu cha Mwanzo. Tukawa na mafunuo fulani, tukawa tumeenda kwa haraka. Alafu tukaangalia kwa habari ya kwa nini tuwe katika roho. Tukaona pale kuna faida kadhaa kwa nini tuwe katika roho, tukaona pale. Sasa leo kuna kipengele fulani cha maana sana. Karibu sana prophet. Karibu sana. So tukaona hivyo vitu vyote. Sasa leo nataka ukae kwa makini, manake somo alikuisha. Ukiambiwa, ukiona when, ukiona why, ujue bado kuna kitu kinaitwa how. Mwalimu yote ambaye anafundisha afu aelezea ni jinsi gani, hajamaliza somo. Nakumbuka wakati tunasoma shule form 4 form ngapi, kuna mtu mmoja mwalimu aliuliza, alafu akaambiwa jibu, ilikuwa ni biology. Yule akanyoosha mkono katajua jibu. Akasema jibu, akalopoka. Alipolopoka ile jibu, mwalimu akasema, mpigieni makofi huyu. Tukampigia makofi. Alafu akaambia, sasa hapo kivipi? Sasa kumbuka jibu kapewa. Kivipi? Akawa bubu, akasema sasa si ndio hivyo mwalimu. Ikabidi afanyaje? Akae. Sasa hapa tunaangalia hii kuwa ndani ya roho. Mtu anawezaje kuwa ndani ya roho? Alafu tutamaliza sasa muda ukibaki na hiyo sheria ya roho. Lakini tunapoangalia sasa hivi ni jinsi ya kuwa ndani ya roho. Kwa somo leo hapo juu tumeshaandika sheria katika roho. Alafu kuna subtopic ya leo tena nyingine ambayo inasema ni how to be in spirit. Maana hapa tunaendeleza kutoka pale ambako tulitoka. Na leo nitaongea tu taratibu katika namna ya kiualimu, kila mtu atanielewa. Unawezaje kuingia ndani ya roho? Yaani how to be in spirit. Kwa sababu hatuioni roho na sisi tunaishi huko. Bwana Yesu asifiwe sana.
Na huu tangulizi tu nikianza kutiririka hapa jamani, ndio tutakuwa sawa. Somo la leo pia nikawa nimeandika hapa ili ujue kwa nini tunasoma hili somo kwanza, hii how to be in spirit. Galatia 4 mstari wa 19. Yaani kwa nini mimi moyoni mwangu nimekubaliana na Roho Mtakatifu kuja kuzungumza hichi kitu. Galatia sura ya 4 mstari wa 19. Soma kwa sauti kubwa hapo mwanangu. Galatia 4 sura ya 4 mstari wa 19. Soma kwa sauti ya kiinjilisti, maana dunia nzima watakusikia baada ya miaka michache. Sawa. Galatia 4:19 inasema vitoto vyangu ambao kwamba nawaonea utungu tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Huyu aliandika hiyo Galatia, anawaonea utungu tena mpaka nini? Kristo aumbike ndani yenu. Kumbe Kristo anaweza akaumbika ndani ya mtu, na ikitokea unasema ni Mkristo alafu Kristo mwenyewe hajaumbika ndani yako, unaanza kuwa hauko kwenye zile sifa zinazotakiwa kuitwa Mkristo. Ndio maana leo Ukristo ni dini mpaka inabezwa, kwa sababu watu wengi ni Wakristo ila Kristo hajaumbika mioyoni mwao. Sasa huyu mwandishi anawaambia, nyie vitoto vyangu, nyie mimi nitakuwa na nyie, nitawafundisha, nitafanyaje mpaka Kristo aumbike mioyoni mwenu. Ukimkuta mtu ambaye Kristo ameumbika moyoni mwake, huyo mtu kuna namna ya mtembeo anaokuwa nayo hapo ulimwenguni. Hello? Kwa hiyo shida makanisani kote huko, unaweza ukamlaumu mtu ukasema huyu hapa, huyu anafanya, huyu anachelewa, huyu anaichi, huyu anaichi. Kumbe wewe unajua tu chanzo, huyo mtu atakawa Kristo hajaumbika ndani yake. Hello? Ila mpaka hili somo litakapoisha na ukaanza kupractice, dosiha nayaka, Kristo anaanza kuumbika ndani yako. Kwa hiyo ni lengo la kwa nini tunasoma to be in spirit. Tulishaelezea sana kule mwanzo. Kitu cha pili hapo, kwa nini tunasoma hichi kitu kwanza? Nikupe tu hapo dondoo. Galatia hiyo 4 mstari wa kwanza. Ni malengo tu kwa nini tunasoma hili somo. Unaweza kusema sasa, huyu mtume kijana, mbona masomo yako 6 na robo anatufundisha in spirit? Kuna kitu moyoni mwangu ambacho kinanitesa, lakini pia nimekubaliana na huyu Roho kufundisha hichi. Ndio maana haya naambia mara nyingi, ukimpigia Yesu simu sasa hivi atakufundisha hili somo. Wagalatia 4 mstari wa kwanza yanasema lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wote awapo mtoto hana tofauti na mtumwa. Huyu anasema hivi, tunakuwa tujue kwamba wakati wote, sio tu mara moja mara mbili, wakati wote mrithi awapo mtoto ni sawasawa na mtumwa, hana tofauti na mtumwa. Endelea mwanangu. Imeisha. Ingawa ni bwana wa yote. Kumbe mrithi anaweza akawa amepewa urithi wote, ila kwa sababu ni mtoto, ana miaka 7, tutamrithishaje Lamborghini? Ana miaka 7, tutamrithishaje kampuni? Hello? Na Wakristo wengi duniani bado ni watoto. Sasa Mungu ana akili zake timamu, anajua hawa nikiwarithisha mali fulani. Sasa mbona watoto, na ni sheria kabisa katika Roho, mtoto arisishwe vitu vyote, hata kwenye mirathi huko. Tasubiri kwanza akue. Hello? Kuna watu wamekaa kanisani miaka 30, miaka 40, lakini sasa wao hawajakuwa, alafu na ni watoto wa Bwana. Kwa maana maandiko yanasema wazi ni pendo la namna gani sisi kuitwa wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Sasa Mungu ana urithi kiasi gani mpaka anasema fedha na dhahabu vyote ni mali yangu? Ana vitu vyote hivi. Kwa nini Wakristo hawana? Wakristo wengi ni watoto. Na kwa sababu hakuna kiranja wa kuangalia ukuaji wa mtu, kuangalia huyu mbona amekuwa, huyu bado hayupo. Mungu anaangalia mwenyewe na anawapa watu kama anavyotaka kulingana na ukuaji wao. Hello? Naanza kuona somo linaanza kuwa zito So, hii kitu na reference nyingine kwenye Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2, neno Mungu linazungumza kwa habari ya come on. Soma hilo andiko. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 2.
Nasema kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Okay. Ile andiko linazungumza kwamba tamanini maziwa, hamna maziwa, ni maziwa sio maziwa. Tamanini maziwa. Na leo tuna kazi nayo. Mbona nikichapia next generation ukiongea makorokocho, ufumbavu unakwenda kuliko mambo ya msingi. Tuna kazi na hata usieje tusikate, ndio hayo. Apostle alisema maziwa, sisi tunatumia mpaka hiyo. So maziwa yasiyogoshiwa maana yake nini? Mtu mmoja akasema Dar es Salaam hamna maziwa. Dar es Salaam hamna maziwa. Watu wanaweka maziwa lita 4 wanatia maji lita 6. Kwa hiyo nakunywa, kuna ladha unaisikia, lakini harufu ya maziwa, lakini ladha ya maji. Yaani hapo umefanyaje? Wameyagoshi hayo maziwa, wameachakachua hayo maziwa. Sasa huyu mwandishi anafananisha watu sisi wa Mungu na watoto. Alafu anasema tutamani nini? Maziwa yasiyogoshiwa. Nitakuelezea hapa ujue lengo la hili somo. Kuna Wakristo wanawajua wamesikiza vitu vingi na wao wanahisi matumbo yao yameshiba kweli hayo maziwa ambao wamekunywa, lakini mbona kwenye mambo ya mwili wao na nutrients kiasi gani? Nutrients ni chache, lakini matumbo yamejaa. Mtu ana manotes anakuambia hiyo Waefeso 4 nilikuwa semina moja, lakini ukimwangalia katika roho unaona huyu ni mwepesi. Ni kweli amesikia vingi, lakini vimegushiwa. Hello? Na tutumie mfano huo wa maziwa. Unapochukua chupa ya lita 1 ukaweka maziwa lita 1, kama hayajachakachuliwa zile ingredients ambazo zipo mule zinakutosha wewe kunywa lita 1 ya maziwa na ukawa uko vizuri. Kwanza umeshiba na hizo vitamins, minerals viko ambavyo vinakutosha wewe. Ila tunapoanza kuchanganya na maji inakulazimu unywe pipa, unywe jaba. Sasa unaona jaba. Kwa wahubiri wengi wapo, sikatai kuna wahubiri wazuri Mungu amewainua hapa duniani na Dar es Salaam, lakini wengi sasa wanagoshi maziwa ili tu wapigiwe makofi mengi, ili tu labda. Come on. Kwa kuna mtu mimi ni Mkristo. Ndio, unafahamu kwamba Mkristo hatakiwi kuwa hivi. Lakini mimi ni mtu, sasa mimi ni mtu. Sasa mtu vipi? Na Yesu alisema kwamba mtu akiwa kumbe maziwa yamegushiwa. Nikawa na mtu fani I can see in spirit bila kutumia karama. Mtumishi umeanza alishawekewa mipaka yeye na mtu fulani. Sasa mtu basi unabidi umwache. Hello? Inabidi umwache. Nikawa namuuliza mtu mmoja tulikuwa naye kwenye kikao sehemu fulani, akaja kuniuliza maswali, nikamwambia unafahamu mtu akiwa external na uwezo wa kumsikia akiongea? Kama mtu anazungumzia kwa kitu kibaya, mimi namsikia. Nikaona hiyo ni karama gani? Nikamwambia karama yangu sawa, karama 9. Karama 9 zile ni kwa mujibu wa Paulo. Paulo angekaa miaka 800, baba angeona zingine karama 9 zimewekwa katika mafungu. Karama za kuponya, sio karama ya kuponya. Unaweza kuwa una uponyaji wako fulani kama nilivyokuelekeza, maziwa yasiyogoshiwa. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi huwa nikiona mtu nilipokuwa nikihubiri Injili mikoa tofauti, ilikuwa mtu akiokoka, sasa pale mkoani hamna kanisa karibu. Unafanya kitu gani? Makanisa ambayo nilikuwa nayafahamu, FPCT, EAGT, TAG, ndio nayafahamu. Kwa hiyo mtu akiokoka mimi naondoka kwenye mkoa na muangalia anapenda kwambia kitu. Ukiona hapa imeandikwa Assemblies of God, nenda hapo. Songea huko anambia, hamna kanisa karibu ambao wana kwa lugha. Nimeona hapa kasome kibao niambie. Akiniambia EAGT, TAG, nasema angalau huko. Kwa hiyo niwahi kuwa na mtu kwenye huduma Arusha, ni mdada ananena paka kwa lugha, yupo kwenye ministry fulani, ministry ya mchongo. Mimi nikimwangalia anafanya rehema sana. Cheki lugha yangu changanya mimi. Roho Mtakatifu na mimi ninaye. Roho Mtakatifu. Wakaanza kumpa vipindi vya Jumatano. Mimi nikagoma. Sasa na kama nilivyo nilikuwa sikogi systematic sana. Wao kwa hisi mimi ni muuni tu. Nikamwambia msimpe vipindi vya kufundisha. Sasa kwa nini sasa hapo chea na nini? Haya. Nikamwambia huyu ana maroho huyu. Kumbe ni wakala wa kuzimu kabisa. Kaja kuharibu ile huduma. Haya. Ikaenda kama amniamini mimi, mnamforce kumpa. Yale maombi ya usiku yale, ya fire yale, rano siama.
tukae hivi, tupige maroho ya maagents, tutembeze moto kweli. Mungu awabariki wale vijana Senani Michael Sarakike na Samson Naftali. Wakachukua zile engo zao pa. Mwenyekiti wa maombi nikamweka kule. Akasema waya ni moto, yani kila roho ambayo inakinyika kinyume na huduma, yani tunaiangamiza. Na yeye yupo. Kwa jina la Yesu, raka yama, shako la siama. Kule Michael yuko nani? Samson alikuwa anafanya. Alikuwa anasema nini? Walikuwa wanamtania paka vijana. Alikuwa na side yake ya maombi hiyo. Ni dakika 30 tu. Yule akafanya, "Kwani anaomba pepo." Wote wakajeuka wakaniangalia tindi. Afu nikaanza kutembea kama askofu sasa. Mimi si niliwaambia nyie, haya maroho. Nikawa natembea. Ikabidi tutoe mapepo pale. Baada ya kuyatoa aka. Kwa hiyo yuko nimeenda kwenye ushuhuda. Kwa hiyo nikawa watu wengi nikiwashuhudia. Kuna makanisa ambayo naamini at least wanaweza kawa wanamfundisha kitu cha kweli. Nimekaa humu hata kwa miaka michache. Na historia yao naifahamu. Hapa alikuwa Moses Kulola, mzee fulani hapa, mzee makini sana alikuwa naona huko anaweza kawa kweli. Hello? So, hiyo ndo sababu moyoni mwangu nafahamu unaweza kawa mtu hayupo ndani ya roho. Hayupo ndani ya roho akatokea mambo mabaya sana. Sasa ukuaji wako utakuwaje? Kwa hiyo lengo ni ili Kristo aumbike ndani yako, 2 ukue basi. Ukue. Namba 3 ni hebu angalia hapo Yohana sura ya 3 mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza. Hii saa mbona anakimbia hivi haraka sasa ni vipi tena? Shasia naye. Kwa haraka mwanangu. Waraka wa 3 wa Yohana. Sura ya kwanza mstari wa kwanza inasemaje? Inasema, mzee kwa Gayo mpenzi, nimpendaye katika kweli. Endelee. Paka 3 paka unasoma paka 4. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako. Kama vile roho yako ifanikiwavyo. Maana nalifurahi mno walipokuja ndugu na kuishuhudia kweli yako, kama uendavyo katika kweli. Ishia hapo. Nisikilize kwa makini. Maandiko yanasema maeneo mengi, lakini ukisikiliza kwa kitu utapata. Huyo mtu kamuona mtu fulani, ameona maisha yake kwa sehemu, alafu anaomba dua. Huyo mtu afanikiwe kama roho yake ifanikiwavyo. Nisikilize, wewe kuna package ipo katika ulimwengu wa roho. Ndio shughuli unaishi hapa. Kuna package ipo katika ulimwengu wa roho ambayo kuna vinono vyako vyote viko pale. Sasa hivyo vinono unatakiwa vipate wote vyote kwa muda sahihi, kwa muda ulio wenyewe. Kama utakuwa hauko ndani ya roho, package yako itakuwa iko pale, alafu hautafanikiwa mpaka unaondoka duniani hapa. Hello? Kwa hiyo zumuni na somo hili pia ni ili ufanikiwe katika mambo yote. Yaani ile package iliyopo kwenye ulimwengu wa roho ile tuihamishe ije kwako. Hiyo ndo somo. Ndo malengo ya somo. So, tunaweza tukaanza kusoma? Tunaweza tukaanza kusoma? Hamtaki ni sio tusome? Public, tunaweza tukaanza kusoma? Tunasoma? Sawa. Dodi, tunasoma? Jaki, niruhusu basi tusome? Katibu, tunasoma kweli? Nyie zote nimewapa 30%. Fadha tusome? Sawa. Kwa heshima ya Fadha tunasoma. Mwenye kunaongea tu.